Lakini kwa kawaida kulikuwa na sikukuu za Kiyahudi. Sikukuu za Kiyahudi ikiisha Pasaka, zilikuwa zinahesabiwa siku 50 baada ya Pasaka. Inafuata sikukuu ya Pentekoste, sikukuu 50 baada ya Pasaka. Fungua sauti yako, sema amen. Kwa ile ni mwezi mmoja na wiki moja na wiki mbili. Inakuja siku gani? Jamani, naongea na watu hapa, siku gani? Hii siku ya Pentekoste sasa ilikuwa sikukuu ya Kiyahudi ya miaka inenda rudi huko nyuma, kama ilivyokuwa Pasaka pia. Sasa walipokuwa wamekusanyika baada ya kuwa Yesu amefufuka, alikaa na wanafunzi siku 40 baada ya kufufuka. Siku ngapi? Wanamuona, wanakula naye, wanaongea naye. Lakini baada ya siku 40 Yesu alipaa kwenda mbinguni. Alifufuka, akakaa nao siku ngapi? Nono, uliferi la 7 uferi na hapa. Alikaa nao siku ngapi? Sema kwa mdomo wako, siku ngapi? Baada ya siku 40 Yesu akafanya nini? Akapaa kwenda mbinguni. Tumeelewana mpaka hapo? Alipopaa kwenda mbinguni, baada ya siku 10 tena baada ya kupaa, akaja Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Kwa Yesu na Roho Mtakatifu walipishana siku 10. Yeye alipaa, baada ya siku 10 Roho wa Mungu akaja. Ili nijue unaelewa, piga makofi kwa Yesu. Hapa ya nini? Pentekoste. Lakini jamani, Bwana sifiwe. Yesu alikaa na wanafunzi wake siku 40. Kwa siku ya Pentekoste, siku 10 baada ya yeye kupaa, Roho wa Mungu akawashukia. Walikuwa ndani ya jengo moja pale Yerusalemu, wanafunzi wa Yesu wapatao 120. Walikuwa katika maombi, wamefunga, wanatafuta uso wa Bwana. Maana wakati Bwana wao amepaa, matukio yamefuatana, amesulubiwa, akafufuka. Sasa amepaa, na alipopaa aliwachanganya kidogo. Sema aliwachanganya kidogo. Aliwaambia, alipopaa walikuja malaika wakamwambia, mnavyoona naenda ndivyo anarudi. Kwa kwenye akili zao walijua baada ya wiki moja anafanyaje. Maana mnavyoona kienda ndivyo atakavyo. Wakakumbuka aliwaambia nitafufuka baada ya siku 3. Na leo anasema atarudi. Huyu jamaa atakuja sasa hivi. Halo, sema amen. Kwa wakaingia chumbani, ni maombi, akija tukute hapa. Mpaka leo tunahubiri Yesu yu mlangoni, yuacha upesi. Hebu sema upesi. Utaota mvi, yuacha upesi. Utazeeka, yuacha upesi. Hivyo tu. Sasa wako mle ndani wanaomba baba, wanaomba Yesu, kama unakuja Bwana uje, Yesu tuko hapa. Haleluya. Na ujue kato bado wamechemka. Wacha sasa hivi watu walishapoa, wanaomba maombi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kidole tu nasonta hivi nasema nimefanya ibada zote. Yaani leo wafundisha kidole. Sio ni nani? Ile wakati wa Pentekoste walikuwa wote pamoja, ni maombi, maombi ya kelele, maombi ya fujo, maombi ya kutupa miguu, maombi ya kutupa ngumi. Wacha maombi yako, naomba hivi. Umejikunja kama mkate uliokosa nani? Watu wana staili za kuomba. Kuna mwingine akitaka kuomba na kusema mikono kifuani kama anataka kufa. Sema amen. Mwingine akitaka kuomba na kunja macho, hapa kuna kuja X6. Hebu mangeja wewe unaombagaje? Sema amen. Walikuwa mahali pamoja wanaomba, wametulia, wanatafuta uso wa Bwana, wana kiu na njaa. Siku ya kwanza, siku ya pili. Unajua kuna watu nafikiri kwamba mambo ya Mungu ni mambo mafupi mafupi. Wewe walikaa siku 10. Siku ngapi?
ndani ya chumba kimoja. Shika mkono jirani yako, mtikise hivi. Mbona mkono wako sio mwepesi? Bwana sifiwe. Unaona wewe ukija kanisani saa 4 ifika saa 8 unalalamika tumechelewa. Yaani huyu mchungaji ni mbaya jamani. Walikata siku 10 wako chumba kimoja. Niangalie hapa. Hebu nipungie mikono miwili. Punga mikono. Punga mikono. Piga kelele, sema amen. Siku ngapi? Sema siku ngapi? Wako mahali pamoja, wanaomba tu, milango imefungwa, hakuna anayetoka. Anayefanya kazi sio wapi, amezuiliwa. Mwenye mke kaacha mke, yumo huko anaomba tu. Mwenye mume yuko huko, wanaomba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4. Na hatujui kama alikuwa anapika. Biblia inasema kama alikuwa anapika. Wamo siku ya 5, wanaomba tu. Babu umesema unarudi upesi, uko wapi? Tuomba uje Bwana. Siku ya 5, Yesu umesema malaika ametuambia unarudi. Wanaangalia wingu kama litatokea. Maana sema alivyoenda na mawingu atakuja na mawingu. Siku ya 6, wamo ndani, wanaomba, wengine kwa Kihaya, bocho, wengine wanaomba kwa Kiha, maana, wengine kwa Kisukuma. Yaani wanaomba kila mtu anavyojua. Siku ya 7 bado wanaomba. Unajua wewe unafikiri mambo ya Mungu ni rahisi. Sio rahisi. Siku 7 hujatoka chumbani, ni rahisi hiyo? Unajua sasa hivi Ukristo umerahisishwa sana. Na ndio maana Wakristo wengi hamna nguvu za Mungu. Wewe hata ukisikia tuanza kuomba saa 1 tu ya maombi hapa, unapiga mnyayo kama unataka kupasuka mdomo. Sasa kuangalia macho kama vile sema amen. Tuwa sauti yako, sema amen. Ni cha kubumba huo. Mkristo original anakaa mbele za Bwana, anatulia masaa. Kuna mtu ndani ya nyumba, sema amen. Sasa wewe, yani mimi nasikitika sana. Kuna wakati wanatafakari kanisa na Wakristo wa leo, nalia kabisa. Nalia kabisa machozi. Hatuna watu siku hizi. Nenda kaangalia waimbaji. Zoezi, yani mazoezi ya kwaya ya masaa 2 hawafiki. Waimbaji wanataka kufanya mazoezi nusu saa. Hiyo ni nyimbo. Hamufiki. Mimi ni mwimbaji, usinione hivi. Mwimbaji wa zamani. Sisi kwaya, mimi nimeimba kwaya. Tulikuwa tunaingia kwenye mazoezi ya kwaya saa 1 jioni. Tunafanya mazoezi mpaka asubuhi saa 1 tena. Tunafanya mazoezi. Unaongozwa kuimba mpaka wewe mwimbaji. Siku hizi ukiita mazoezi ya kwaya masaa 2, tuimbaji tutakuja tunalalamika kama ameshapindua mdomo huko. Tuachana nyumbani, mume wangu. Taimba wapi? Sema Yesu nisaidie. Yaani nazungumzia ule muda wa kukaa mbele za Bwana. Daudi anasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Nami nitafanyaje? Nitakaa nyumbani mwa Bwana. Yaani kuna wakati lazima utulie mbele ya Mungu. Mungu akuchekeche, Mungu akukaange, Mungu akugeuze kama chapati. Yaani Mungu akupekue yeye mwenyewe. Apeleleze ndani yako kwa muda wa kutosha. Hivi huwezi kupiga kelele ukasema amina mpaka hapa wewe? Unajua kila chakula kina muda wake wa kupikwa, yani kina muda wa kutosha kukaa jikoni. Fungua sauti yako, sema amen. Mbona utoe sauti, sema amen. Ukitaka kupika maharage, huwezi kupika maharage na dakika 3. Hata kama ni pressure cooker, yatakuwa hajaiva. Wewe tukitaka tukuivishe kabisa vizuri, we need time. Tunahitaji muda. Ili mpaka ile mizimu ya kwenu, ile mizimu ya Kisukuma, wengine mna mizimu ya Kiha, wengine mna mizimu ya uganga, mnayo. Ndio maana unaona hata ukiangalia macho yako ni yamekaa kiganga ganga. Wengine mna mizimu ya kuzuia kuolewa, wengine mizimu ya kuzuia kuoa, wengine mna mizimu ya maskini, wengine mna mapepo yale ya kuzeeka mapema. Sasa hiyo kuyatoa hizi kwa nusu saa.
hata hapo tunapoombea watu na shara, lakini mwende nyumbani. Toka kidogo, toka. Likipanda unahisi kama limeenda, achana na yeye, twende kwa mwingine. Tunapunguza, unayo 100 tunatoa ili 99 anabaki. Hatuwezi kukuponya. Kwa sababu gani? No time. Hebu sema no time. Sema muda ni mchache. Pentekoste wanafunzi wa Yesu walikaa siku 10. Sasa nitafutie kanisa la leo sasa hivi hapa, hata kama nitawaandalia pilau na nyama niwaweke kanisani siku 10, kama mjapita madirishani. Na watakaoanza ni vijana wa kiume. Unajua vijana wa kiume wanavyokuwa, kwanza nashusha suruali kidogo, navaa mtendagazo, alafu anaanza jaa, tumechoka jaa. Anatembea kama anataka kuomba, anachungulia dirisha kama lina upana wa kutosha. Sema amen. Baadaye atajijaza yeye mwenyewe roho, anajijaza. Unajua kuna watu wanajijaza Roho Mtakatifu. Haleluya. Kumbe anaangalia dirisha, baadaye dirishani huyo anajaza roho, anatoroka huyu. Hebu shika mkono jirani yako, mtigize hivi, mwambie ujaze Roho Mtakatifu. Usijijaze ujanja wako. Sema amen. Wewe umeona ukiwa unaendesha ibada kama hivi, hata hivi naendelea, mwingine atoka kama anaenda kusaidia tena, anashika tumbo, unasema huyu amezidiwa. Anaingia kule chooni, hajisaidii, anachungulia kama kuna mtu anamuona. Akiona mko rohoni mnavumba macho, anatoka. Hakuna kitu hapa. Kuna pepo linamwambia ondoka. Shika mkono jirani yako, mwambie hilo pepo linalokuambia uondoke kwenye ibada, nikatalie wewe. Sema amen. Unaweza. Kanisa naongea na watu. Unaweza ukaa nyumbani mwa Mungu siku 10 umetulia wewe. Tena na kizazi hiki cha simu za kupangusa. Maombi yakiendelea na kuandikia watu message. Yaani hapa tunateswa. Hii sio kanisa. Hii ndio Freemason kabisa. Leo ni siku ya 3 na tumefungiwa. Yaani wewe ulishashindikana. Yaani huku tunaomba, wewe unainua, unatupiga kamera, unaposti mtandaoni. Jamani, mkisikia tumekufa, tuko humu. Yaani si tunazama rohoni, wewe unazama kwenye simu. Inua mikono juu. Sema Baba nibadilishe. Niweze kujaza Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nataka makofi ya kishindo na vigelegele kwa Bwana. Walikaa mbele za Mungu siku ngapi? Ongea, siku ngapi? Na ni usiku na mchana. Naomba nikuonyeshe muda wa kumtafuta Mungu. Yesu alipoingia mlimani kufunga, kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 1. Tusomee hapo. Usikie alifunga siku ngapi? Mathayo 4:1. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku ngapi jamani? Huo ndio Ukristo. Long time of staying before the Lord. That time matter. Muda unajalisha. Yaani lazima, fungua sauti yako sema amen. Lazima utenge muda wa kutosha. Hebu sema muda wa kutosha. Inua sauti.